Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kuundwa kwa kikosi thabiti zaidi cha wanajeshi watakaopambana na magenge ya wahalifu ya Haiti. Na shirika la Msalaba Mwekundu limesitisha shughuli zake katika mji wa Gaza kutokana na mashambulizi makali ya jeshi la Israeli. Viwanjani, Liverpool yapoteza mjini Istanbul ligi ya mabingwa Ulaya. Licha ya kwamba wamewasajili wachezaji wazuri kwenye safu ya ushambuliaji, kunaonekana wachezaji hawajaanza kumudu falsafa ya Liverpool. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Tuanze kwa taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Jamhuri mwa Vyombo. Shirika la kimataifa Red Cross limesema limelazimika kusitisha huduma zake huko Gaza kutokana na mashambulio zaidi yanayoendelezwa na jeshi la Israel. Maelezo zaidi anayo Samia Wami. Maelfu ya Wapalestina wako katika hali ya taabani huko Gaza mjini kutokana na mfululizo wa mashambulio ya mabomu yanayofanywa na jeshi la Israel, huku mashirika ya kutoa misaada nayo yakikabiliwa pia na hofu ya mauaji, majeraha na vikwazo vingi kutoka Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz, amesema ni sharti wakazi hao waondoke waelekee kusini mwa nchi hiyo, na kwamba wao Israel wanawatafuta wapiganaji wa Hamas waangamize. Baadhi ya raia wamekwisha hama mji wa Gaza, lakini wengi wanasema hawana mahali salama pa kukimbilia. Viongozi wa Hamas bado hawajatoa jibu kuhusu pendekezo jipya la amani lililotolewa na Rais Donald Trump pamoja na Israel, ambalo linataka mateka wa Israel waachiwe mara moja na wao Hamas wasihusishwe kabisa katika mpango wa baadaye kuhusu Palestina. Maafisa huko nchini Ethiopia wanasema zaidi ya watu 25 wamefariki pale kanisa lililokuwa linaendelea kujengwa lilipowaporomokea. Wengine 50 wamepelekwa hospitalini wakiwa na majeraha. Mkasa huo umetokea mapema leo huko mjini Areti, yapata kilomita 70 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa. Waumini walikuwa wamekusanyika kwa ibada ya kila mwaka ya St. Mary. Maafisa wa eneo hilo wameitisha usaidizi zaidi ili kuendelea kuokoa wengine ambao huenda wangali wamefunikwa na vifusi vya jengo hilo. Zaidi ya watu 70 wamefariki kutokana na tetemeko la ardhi huko mji wa Bogo nchini Ufilipino. Wafanyikazi wa huduma za uokozi wangali wanawatafuta manusura. Tetemeko hilo la ardhi la 6.9 katika kipimo cha Richter hapo jana limesababisha pia uharibifu mkubwa wa miundo msingi hasa ya kawi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maelfu ya waajiriwa wa serikali kuu ya Marekani wameshindwa kuendelea na kazi kutokana na mkwamo wa kisiasa uliositisha shughuli rasmi za kiserikali. Shughuli hizo zimefungwa baada ya bunge la Senate kushindwa kupitisha mswada kuhusu matumizi ya fedha. Wanasiasa wa pande mbili kinzani, Democrats na Republicans, wanazidi kulaumiana kutokana na hali hiyo. Hususan wameshindwa kukubaliana kuhusu matumizi ya fedha kwa ajili ya huduma za afya ya umma licha ya wiki kadhaa za mazungumzo. Huduma nyingi zimesimama huku maelfu ya wafanyikazi wa serikali wakilazimika kwenda likizo ya lazima. Mwanasiasa wa Afrika Kusini Julius Malema amepatikana na hatia ya matumizi mabaya ya bunduki. Alifikishwa mahakamani kwa kosa la kufyatua kiholela bunduki yake hapo 2018 wakati wa sherehe za chama chake Economic Freedom Fighters. Amekuwa akisisitiza kesi hiyo ni mwendelezo wa ubaguzi wa rangi nchini humo dhidi ya watu weusi. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Isabella Mwagodi. Julius Malema amesema hukumu hiyo ni ya kibaguzi na kwamba imechochewa kisiasa ili kujipendekeza kwa Rais Donald Trump. Donald Trump amekuwa akitumia kauli tata za Julius Malema kuendeleza hoja zake kwamba eti kuna mauaji ya kimbari huko Afrika Kusini dhidi ya jamii wa Afrikana ambao ni wazungu. Kwa usemi huo, Trump alisitisha misaada kwa Afrika Kusini. Malema amepatikana na hatia kwa mashtaka 5 yaliyomkabili, likiwemo la kufyatua bunduki hadharani na hivyo kuhatarisha maisha ya watu. Katika utetezi wao, mawakili wake walikuwa wamesema silaha hiyo haikuwa ya ukweli, ilikuwa bunduki bandia. Aliyekuwa mlinzi wake Adrian Sinman ameachiwa huru, na Malema akaendelea kudai kuachiwa kwake ni kwa kuwa tu ni mzungu. Kwa sasa Malema yuko nje kwa dhamana na amepanga kukata rufaa. Na mamlaka zinazosimamia ubora wa bidhaa huko Australia
wanachunguza bidhaa aina 20 zilizoko madukani zinazodaiwa ni mafuta ya kujikinga na jua, sunscreens. Maafisa katika mamlaka wanashuku bidhaa hizo zina mapungufu makubwa. Utata ulianza mwezi Juni wakati bidhaa kama hizo aina 16 zilipoondoshwa sokoni baada ya kuthibitika hazikidhi viwango. Zaidi ya theluthi mbili ya raia wa Australia hukabiliwa na tatizo la saratani ya ngozi, hivyo hununua kwa wingi mafuta ya kujikinga na miale mikali ya jua, sunscreens. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Jamhuri mwa Vyombo. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM na kupitia redio wa shirika mbalimbali. Mfano, kama uko nchini Tanzania, unaweza kuyapokea kupitia Radio Kwizera, Loliondo FM ama Radio Free Africa. Uganda, Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Paidha. Nchini Kenya, Mwanedu FM, County FM au Nyota FM. Na kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kuyategea kupitia Radio Muungano Beni. Lakini kumbuka vile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Tena karibu, leo hii uko na Phyllis Mwate na mwenzangu ni Karo Robi. Naam Karo. Asante Phyllis. Msikilizaji, tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako washirika wa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila wamelaani hukumu ya kifo alopewa na mahakama ya kijeshi, wakihitaja kuwa ni kinyume cha sheria lakini pia ilochochewa kisiasa. Hapo jana mahakama hiyo ya kijeshi ilimhukumu Kabila licha ya kutokuwepo mahakamani. Awali nimezungumza na Ezekias Muhaya, afisa mwandamizi wa chama cha Kabila cha PPRD. Sisi wanachama wa familia ya kisiasa ya bwana Joseph Kabila, tuliposikia mambo haya kwanza yalileta kucheka sana, sababu yalihayarisha sana uongozi wa sheria wa bwana Rais Tshisekedi. Kusema ikionekana ya kwamba waliomshitaki ni kwamba alionekana hapa Goma ambako mimi naishi. Najiswali kama kuonekana Goma chini ya uongozi wa AFC ni dhambi, mbona mimi hawajanihukumu? Kusema watahukumu wakongomani wote wanaokaa hapa, hii ni alama kubwa ya kuonyesha ya kwamba kweli viongozi wa inji hawapendi kuunganisha inji, wanapenda kugawa, na hii ni dhambi ambayo hatutaweza kuwasamehe. Kitu cha pili ni kwamba wakati wanamhukumu Joseph Kabila sababu alikuja kukaa katika nyumba yake hapa Goma ambayo alijenga, na wanaonyesha ya kwamba kunakuwa dhambi kubwa ya kukaa hapa Goma. Nimekwisha kusema sisi wote tunaokaa chini ya uongozi wa AFC ni kusema sisi watu si wakongomani tena, lakini itasikika ya kwamba bwana Rais Kabila ni mwenye amefika hapa na bado AFC imekaa hapa, lakini AFC na M23 waliweza kuzungumza na bwana Tshisekedi miezi 14. Sasa kama mwenye kukaa nao mwezi mmoja atahukumiwa, yeye aliyowaita na kuwapa pesa ya serikali ya mfuko wa serikali atahukumiwa lini? Nafikiri ya kwamba wanatayarisha kabisa tutakapoyarudia mambo. Yeye aliwaita Kinshasa, wakakaa naye, akawapa pesa, akawalisha kwa mfuko wa serikali. Na mwingine anakuja kukaa sawa sawa na sisi wengine tunakaa hapa, anahukumiwa. Ni kusema yule aliyekaa nao achunge kabisa hukumu ambayo itatokea, lakini kisheria hayana msimamo yoyote. Unahisi hii hukumu dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila itakuwa na athari gani hasa kuhusiana na swala la amani, usalama na uthabiti, hasa kanda ya mashariki mwa DRC ambako ndiko anakotuhumiwa kwamba amekuwa na mafungamano na makundi ambayo serikali yanaichukulia kama makundi ya waasi ambao yanasababisha msukosuko wa amani? Kitu hakina matokeo yoyote. Hapa miezi 3 au 6 wamemhukumu nanga, yalitokea leta nini? Na wakati wako wanaendelea kuleta mzozo ni kwamba Rais Tshisekedi hapendi hata kidogo pawe amani katika nchi, sababu wakati anamhukumu bwana Joseph Kabila sababu amekaa hapa Goma, lakini ingesifikiriwa basi Kabila dhambi gani alifanya? Si mkongomani tena. Na ukifuata mahakama wakati wanazungumza wanasema kwanza Kabila yeye si mtoto ya baba yake, yeye si mkongomani, yeye si baba ya watoto wake. Kisha nyuma baada ya bangi kidogo wanasema kosi imekwisha, wanasema hapana, kumbe tulidanganyika, yeye ni mkongomani na ni seneti kwa maisha, alafu lakini tutamhukumu. Ni kusema hivi vitu wanavifanya vinatafuta kuonyesha ya kwamba amani haipo karibu, lakini kitu wanasahau ni kwamba kuna watu bado wamechukua silaha, M23 na AFC wamechukua silaha kumupiga. Na hii sisi wanachama wa PPRD familia ya Kabila bado hatufikirie kama tunaweza kusaidia watu kupigana, lakini wana maadui wao walianza kula na wao tena wanawageuka. Hii ni kusema sisi tunakaa tunawaangalia namna watakulana. Nini itakuwa hatima ya PPRD sasa kwamba kiongozi wake ndo huyo nyinyi mnadai kwamba anaandamwa kisiasa na hayuko nchini na amehukumiwa kifungo ama hukumu ambayo ni nzito sana? Walimhukumu Joseph Kabila, hawakuhukumu chama. Na itakumbuka ya kwamba kapameisha karibu miezi fulani
waliweza kufunga ofisi za chama, lakini chama kinaishi. Sababu walifikiri chama ni nyumba, lakini chama ni sisi watu, tungali bado tunaishi. Na ni kwamba huenda sitaweza kuzungumzia kusema lini tutafanya, lakini mambo yapo, tutafanya sisi wanachama, na tutaonyesha Bwana Rais Tshisekedi ya kwamba ni sisi tulimsaidia kumtoa pale alikuwa anauzisha vyakula, tukamweka aweze kuwa rais. Na ile tunaweza kuizingatia, na ukifuata hotuba ya Bwana Rais Kabila akiwa kwa South Africa mwezi wa 5 mwaka huu, aliweza kuzungumzia kwamba mimi ni mfanyajeshi, ningali nitakomboa nchi yangu. Alafu ni kusema hii mambo wako wanafanya ni mambo ya, nasema watu wanakunywa pombe kidogo, wanavuta bangi kidogo, wanakuja kuhukumu, lakini haina matokeo yoyote, ila hawasaidii. Sababu hata watu wa hapa mashariki zamani walimchukia Kabila, sasa leo wameelewa ya kwamba kumbe alikuwa rais mzuri. Hii hukumu wanafanya inampandisha sana madaraka, ya kwamba kumbe huyu ndiye rais. Sasa watu wamempenda. Na vile hisia mseto zimeibuka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hatua hiyo ya mahakama kuu ya kijeshi kumhukumu adhabu ya kifo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Sasa kutoka Goma, Chube Ngorombi ametuma taarifa ifuatayo. Mkuu wa zamani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ameamuriwa kulipa uharibifu wa dola bilioni 33 pamoja na bilioni 29 kwa chama cha kiraia Jamhuri na bilioni 2 kwa kila mmoja ya vyama vya raia vya Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Koti ya juu ya jeshi iliamuru kukamatwa kwa Senate kwa maisha yote baada ya kumtambua kuwa na hatia ya makosa yote yaliyowekwa katika usaliti fulani, ushiriki katika harakati za uhamasishaji uhalifu wa kivita. Wanachama wa kisiasa wanaounga mkono utawala ulioko madarakani nchini Kongo, Auguste Kapila, mmoja wa viongozi wa UDPS mashariki mwa Kongo, amesema tuisha mjua na tuisha mvumbua kama ni yeye alitumwa katika nchi yetu kukuja kuleta vurugo na kuua kabisa serikali yetu na kuua jeshi letu. Leo hii katika madaraka ya Bwana Tshisekedi tulishavumbula kama ule mtu alikuja katika nchi yetu juu ya kuua, kumaliza jeshi polepole. Masaa kadhaa kufunua sababu za dhamana hii kutoka kwa mtazamo wa sheria na ukweli. Kulingana na majaji, Joseph Kabila ndiye mkuu wa M23, ingawa akiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa mkuu wa harakati zote za uasi tangu uasi wa Mtebusi. Yeye hufanya ukaguzi katika vituo vya mafundisho vya waasi, anasimamia wafanyakazi wa uasi na anaelekeza uhasama dhidi ya DRC, ilisema mahakama kuu. Maamuzi hayo yamepelekea wanachama wa kisiasa wa PPRD wake Joseph Kabila kulaani utawala ulioko madarakani nchini Kongo, kama anavyoeleza Innocent Mirimo, mmoja wa viongozi wa PPRD mashariki mwa DRC. Felix kabisa huyo ni kuona kwa mbali, na sisi tulio mambo kama itakuwa vile tunaona na macho, sababu Felix hata siku moja haheshimia mipangilio yake na wa partner politiki wake. Sisi kama chama PPRD tunaona na macho. Kuhusu utaifa wa Joseph Kabila, kulingana na vyama vya kiraia, koti ilitangaza kuwa haifai. Hukumu ya mahakama inafanya kazi yake dhidi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa, wala hairuhusu mpangilio wa mali yake. Shirika la kiraia la Amka Kongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limejulisha mtazamo wake, kama anavyojulisha Jacques Sinzahera kutoka shirika la Amka Kongo nchini DRC. Tunasema hiyo mahakama kama ni ya ukweli, iwahukumu wale wote ambaye wamejiunga na adui, wale wote ambao wamesababisha ukosefu ya usalama, wale wengine makanali wamejiunga na adui kwa kuvunja haki za binadamu, kuua raia na kwa kuleta ukosefu wa mali. Kwa koti nchini Kongo, ukweli huu ni wa nguvu sana. Pamoja na Kabila alikuwa rais kwa miaka 18, akikiuka jukumu la akiba na uaminifu kwa serikali. Lakini raia wa kawaida nao wanahisi vipi kuhusu hukumu hii dhidi ya rais wao wa zamani Joseph Kabila? Biko na haki ya kumhukumu, kwani nchi yetu imepitia mizozo ya mingi sana. Tena yeye anakipatikana mahali ambapo hakuna usalama, angelipasha bakia kufika Kinshasa waelewane kuna kesi ya kumaliza hiyo vita. Yangu kufanyika, mimi nataka vita ni kuisha. Mimi nataka waone gisi ya kuelewana, yani serikali na rais wa zamani kuna gisi ya kuelewana ili kusitiza hiyo mzozo. Mimi kama mama ninasema wanafanya makosa kuhukumu rais President Kabila. Pangejikaza wanamfahamu kosee wao wa karibu juu akona bashauria kuhusu nchi yetu Kongo. Sikubali kwa sababu
yeye ametumikia nchi muda mrefu na ana mambo mengi ambayo ameyafanya kwa ajili ya nchi. Sababu hata mtu anaweza shutumiwa makosa fulani, lakini tukiangalia makosa ya mtu ni sharti tuangalie kwanza na mema ya kwake. Ni kweli kabisa wameongea Kishasa kama yeye anaweza fungwa, tena wanamfunga anapata kifungo cha maisha. Kwangu mimi sione kama ile kabisa ni kusaidia inji kusonga mbele. Sababu wakati aliingia kwenye kiti, Kishasa banajua aliingia kwenye kiti anatoka wapi, na ametoka kukiti anajua ameachia nani. Hata nyumbani mzazi akitaka akamuzia mtoto gari na mtoto ananja penda anje gonga mzazi na gari ile, ni sherti mzazi anaweza akamnyang'anya mtoto wake gari. Anasema huyu mtoto hastahili tena kutembeza hii gari sababu naangalia siku atanikuta ndani ya barabara atanigonga. Naam, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Bintou Keita ameeleza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kundi la waasi la FCM 23 limewajiri zaidi ya wapiganaji wapya 7,000 tangu kuchukua udhibiti wa jiji la Goma. Robert Kiptona maelezo zaidi. Akilihutubia kikao maalum cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Bi Bintou Keita alisema kuwa katika kipindi cha miezi 7 iliyopita, wapiganaji hao wamepewa mafunzo ya kijeshi katika kambi za kundi hilo, huku M23 ikiendelea kujitanua na kuimarisha udhibiti wake katika maeneo iliyoyateka. Keita ameongeza kuwa katika kipindi cha miezi 8 iliyopita, vuguvugu la AFC na M23 imeendeleza upanuzi na uimarishaji wa nafasi zake bila kuzingatia masharti na maazimio yaliyowekwa na Baraza hilo la Usalama la Umoja wa Mataifa katika azimio lililoidhinisha Februari mwaka huu. Azimio hilo lilizitaka pande zote zinazohusika katika mzozo wa mashariki mwa Kongo kusitisha mapigano mara moja bila masharti yoyote. Aidha, azimio hilo lilitaka kundi la AFC na M23 kusitisha mashambulizi, kujiondoa kutoka miji ya Goma, Bukavu na maeneo mengine waliochukua kwa mabavu na kuacha kuanzisha taasisi mbadala zinazokiuka mamlaka halali ya serikali ya DRC. Bi Keita pia alifichua kuwa tangu mwezi Juni mwaka huu, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO umeshuhudia ongezeko kubwa la raia wanaokimbia maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 kutafuta hifadhi. Aliongeza kuwa mwezi Julai mwaka huu ulikuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia tangu kundi hilo lianzisha mashambulizi yake mwishoni mwa Novemba mwaka 2021. Licha ya kuelekezea lawama kundi la M23, Bi Keita alibainisha kuwa si kundi hilo pekee linalochochea mzozo wa mashariki mwa DRC. Alitaja kundi la ADF pamoja na CRP na Codeco kuwa pia vinahusika na kuendeleza ghasia na ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hata hivyo, hakuzungumzia kwa kina kundi la FDLR linalopambana na serikali ya Rwanda, kundi ambalo Rwanda imekuwa ikishtumu serikali ya DRC kwa kushirikiana nalo. Serikali ya Kongo kwa upande wake imekanusha madai hayo na badala yake kuishtumu Rwanda kwa kutumia kizingizio hicho kuhujumu uhuru na mamlaka ya DRC, taifa ambalo limekuwa kwenye hali ya vita kwa karibu miongo mitatu sasa. Tangu kuibuka upya kwa mapigano mwishoni mwa mwaka 2021, juhudi za kidiplomasia kurejesha amani zimeendelea kugonga mwamba. Na shirika la Msalaba Mwekundu limesitisha shughuli zake katika mji wa Gaza kutokana na mashambulizi makali ya jeshi la Israel. Watu wasiopungua 40 wameuawa leo pekee, na hayo yanajiri siku chache kabla ya mzozo wa Gaza kufikisha miaka 2 tangu uanze. Sasa mzozo huo, msikilizaji, ulianza tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023 na umesababisha maafa makubwa mno katika ukanda wa Gaza. Idhaa ya BBC ya Kiarabu imekuwa ikijaribu kukadiria kiwango cha uharibifu katika ripoti hii maalum ya Abirahim Said ambayo inawasilishwa na Peter Mwangangi. Hii ni Gaza baada ya karibu miaka 2 ya vita. Maeneo mengi yamegeuka vifusi. Vita vilianza Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya Hamas kushambulia Israel ikiwa takriban watu 1200 na kuchukua mateka 251. Watu 47 bado wanashikiliwa, huku 20 wakidhaniwa kuwa hai bado. Katika kujibu mashambulizi haya, Israel ilizindua kampeni kubwa ya kijeshi ikisema lengo lake ni kuiteketeza kabisa Hamas na kuwarudisha mateka nyumbani. Athari za vita hivi kwa binadamu zimekuwa kubwa sana. Kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 60,000 wameuawa tangu mwanzo wa mwezi Septemba. Israel inasema
Idadi hii ya vifo sio kuaminiwa kwa sababu Wizara ya Afya inaendeshwa na Hamas, lakini takwimu hizo ziliaminiwa na Umoja wa Mataifa katika migogoro ya awali. Sasa macho yote ya kimataifa yanaelekezwa kwenye tatizo la utapiamlo ndani ya Gaza. Wataalam waliothibitishwa na Umoja wa Mataifa wanaofuatilia hali ya njaa duniani IPC wanasema njaa imethibitishwa kaskazini mwa Gaza na inatarajiwa kuenea. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa mwishoni mwa mwezi Agosti, nusu milioni ya watu wanakabiliwa na njaa kali na kifo. Israel ilisema ripoti hiyo ni ya uongo na yenye upendeleo. IPC ilikanusha madai hayo. Mtoto wangu wa miaka 5 aliuawa. Jina lake ni Naim Ibrahim Al-Najjar. Alifariki katika hospitali ya Kamal Adwan kutokana na utapiamlo na njaa kali. Hapa kuna picha zake. Angalia jinsi alivyokuwa awali na jinsi alivyokuwa baada, na vile mifupa yake ilivyokuwa inaonekana kwa wazi kupita kawaida. Kwa wale wanaosema hapa hakuna njaa, wanasema uongo. Waje waone. Kabla ya mgogoro kuanza, Umoja wa Mataifa unasema Gaza ilikuwa ikipokea wastani wa takriban malori 500 ya misaada kila siku. Katika miezi 16 ya kwanza ya vita, Umoja wa Mataifa unasema wastani huo ulipungua kwa kiasi kikubwa hadi kufikia takriban malori 116 kwa siku. Na katika kipindi cha miezi miwili baada ya shirika la kibinadamu la kutoa misaada linaloungwa mkono na Marekani na Israel ndani ya Gaza kuchukua udhibiti mwezi Mei, idadi hiyo ilipungua hadi wastani wa malori 60 kwa siku kulingana na takwimu za Israel. Hilo ni punguzo kubwa la 88% ikilinganishwa na kile kilichokuwa kinaingia Gaza kabla ya vita. Mwishoni mwa mwezi Julai, malori mengine ya chakula yaliingia Gaza. Hiyo ilikuwa baada ya Israel kukataa kuingia kwa misaada kabisa kwa karibu miezi 3 mwezi Machi. Mashirika ya kibinadamu yanasema misaada zaidi inahitajika na usambazaji wake unakwamishwa sana na kiwango cha uharibifu uliopo. Watafiti wa Marekani waliofanya uchambuzi huu wanakadiria kuwa karibu 60% ya majengo ndani ya ukanda wa Gaza yameharibiwa au kuathirika vibaya. Umoja wa Mataifa unasema 92% ya nyumba zimeharibiwa. Israel iliharibu majengo zaidi kaskazini mwa Gaza mapema mwezi Septemba kabla ya shambulio la ardhini la mji wa Gaza. Mashambulizi ya ardhi ndani ya jiji. Wakati wote wa vita, Israel imekuwa ikirudia kusema kuwa inafanya shughuli zake ndani ya sheria za kimataifa na inashambulia maeneo wanayolenga tu, miundombinu ya Hamas au wapiganaji wake. Lakini baadhi ya wataalam na wanahistoria wa kijeshi wanasema uharibifu na 1% ya watu waliokufa ni mbaya zaidi kuliko mzozo wowote tangu vita vikuu vya pili vya dunia. Kitu pekee ambacho unaweza kulinganisha na adhabu ya raia wa Gaza hii leo ni vita kuu ya pili ya dunia. Mashambulizi na uvamizi wa Ujerumani yalihesabiwa kama mashambulizi mabaya zaidi ya adhabu yaliyoendeshwa na demokrasia ya Magharibi. Yaliua takriban 3% ya idadi ya watu wa Ujerumani. Leo, mashambulizi ya uvamizi wa Gaza yamewaua kati ya 3 na 5% ya idadi ya raia wote wa Gaza. Mashambulizi ya mabomu yamesababisha mfumo wa afya wa Gaza karibu kushindwa kufanya kazi kabisa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ni hospitali 18 tu kati ya 36 kubwa za Gaza ambazo zinafanya kazi, na zinaelezewa kuwa zinatoa huduma kwa sehemu ndogo sana kwa sababu zimepata uharibifu mkubwa. Tunazingatia upasuaji unaokoa maisha huku tukiahirishia mambo mengine. Bila shaka, kuchelewesha baadhi ya waathirika kunasababisha hali za wagonjwa walioathirika kuwa mbaya zaidi. Vita pia vimeathiri uzalishaji wa chakula Gaza ambao karibu umesambaratishwa kabisa. Wataalam tuliowasiliana nao walisema kuwa shughuli za kilimo kama inavyoonyeshwa katika picha hizi za kabla na baada katika eneo hili muhimu la mashamba umeharibiwa sana. Rasilimali nyingi ambazo ni muhimu kwa jamii ya Gaza, ikiwemo mifumo ya maji, zimeharibiwa vibaya sana. Njia nyingine ya kuonyesha uharibifu ni kwa kutumia mitambo ya satellite ya usiku inayoonyesha hali ilivyokuwa ndani ya Gaza kabla ya mgogoro na baada ya kuanza kwake. Takriban miaka 2 ya mashambulizi makali yamefanya maisha ya watu wa Gaza kuwa ni ya giza sana.
Kia tafakari hayo msikilizaji ya Gaza. Tuelekee viwanjani kwake Ive Buchana. Naam, nianze na mechi za mchujo ligi ya mabingwa Afrika. Fiston Mayele, mshambuliaji wa Pyramids ya Misri, amefunga mabao mawili na kuisaidia timu hiyo bingwa wa Afrika kuinyuka APR ya Rwanda katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa muda mfupi uliopita kwenye uwanja wa Nyamirambo, Kigali. Mechi ya marudiano itapigwa mjini Cairo siku ya Ijumaa. Naam, sasa ni mechi za ligi ya mabingwa Ulaya ambapo leo usiku zitapigwa mechi kadhaa. Mechi babu kubwa ni kati ya Barcelona na bingwa Ulaya Paris Saint-Germain. Pia kuna mechi nyingine zitakazopigwa. Arsenal itakuwa nyumbani dhidi ya Olympiacos, huku timu ya Monaco ikialika Manchester City, ni wakati ambapo Napoli itakipiga dhidi ya Sporting Lisbon, miongoni mwa mechi kadhaa zitakazopigwa. Miongoni mwa mechi zilizopigwa jana, Liverpool ilipigwa Istanbul 1-0 na timu ya Galatasaray. Wachezaji wa Liverpool walipigwa fataki nje ya hoteli yao ya Istanbul iliyopangwa kusumbua usingizi wao, lakini ni hasara ya pili mfululizo ambayo lazima iwe kama simu halisi ya kuamka. Ni baada ya kutumia karibu pauni milioni 450 msimu wa joto. Mchezaji Alexander Isak aliyetokea benchi huko Uturuki bado hana utimamu wa kutosha wa mechi kufuatia uhamisho wake wa rekodi ya pauni milioni 125 kutoka kwa Newcastle United na Florian Wirtz nafuu kidogo kwa pauni milioni 116 kutoka Bayer Leverkusen. Kwa sasa anaonekana kupotea. Ifuatayo ni tathmini ya mchambuzi wetu wa soka Abdul Jabbar Romario yuko mjini Kigali. Kuna changamoto kubwa sana, wachezaji nyota wameonyesha kwamba wameshuka kiwango. Hapa nazungumzia mchezaji Konate ambao tangu msimu uanze anaonekana kwamba kiwango chake kimeshuka sana. Ukiangalia kwenye benchi Liverpool, changamoto nyingine, hawana mbadala wa Konate, hawana mbadala wa Van de. Kwa hiyo Arne Slot analazimika kuweka wawili kwa sababu hana mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye nafasi yao. Lakini vile vile tatizo kubwa lionekana pia dhidi ya Galatasaray ambapo Szoboszlai amecheza kwenye safu ya ulinzi. Mchezaji mzuri akiwa kwenye kiungo, lakini hana kasi ya kucheza kama beki, hana umakini, alikosa umakini sana pale ambapo walisababisha penalti iliyofungwa na Osimhen. Niseme kwamba pia changamoto kubwa ambayo wanayo, licha ya kwamba wamewasajili wachezaji wazuri kwenye safu ya kiungo, kwenye safu ya ushambuliaji, kunaonekana wachezaji hawajaanza kumudu falsafa ya Liverpool. Hapa mchezaji kama Wirtz bado hatujamwona mchango wake kama alikuwa akiutoa kwenye Leverkusen huko Bundesliga Ujerumani. Hapa ndipo bado kuna kazi kubwa, na tatizo kubwa haswa ni timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi. Mfano jana baada ya kufungwa goli walitengeneza nafasi nyingi sana, lakini hawawezi kuzitumia ipasavyo, hawawezi kuweka mpira kimya na kumaliza mchezo mapema sana. Kwa hiyo na hiyo naweza kusema kwamba ni changamoto ambayo itawagharimu katika msimu huu, lakini tatizo kubwa haswa ni safu ya ulinzi ambapo hawana mbadala wa Van Dijk, hawana mbadala wa Konate, wakiwa wako kwenye viwango viko chini. Barabara kabisa. Bado nikisalia katika ligi ya mabingwa, Mourinho alipigwa lakini bado alipendwa katika kurudi kwake Chelsea. Jose Mourinho alipowasili Stamford Bridge kwa mara ya kwanza zaidi ya miongo miwili iliyopita, alijipaka special one wa Chelsea. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 62 ana taaluma tajiri na ya hali ya juu ya usimamizi, akiwa na mambo mengi ya hali ya juu, mabishano mengi, na wakati ambapo alijiangusha mwenyewe. Walakini hakuna mahali ambapo atahisi mapenzi yamehifadhiwa kwake akiwa Chelsea. Waliimba jina lake kwa sauti kubwa mara 3 wakati klabu yake mpya ya Benfica ilipochapwa 1-0 kwenye ligi ya mabingwa. Nikamilishe na tennis. Mchezaji nambari 1 duniani Carlos Alcaraz atachuana na Taylor Fritz katika fainali ya Japan Open baada ya kutoka nyuma na kumshinda Casper Ruud mjini Tokyo. Mhispania huyo alidondosha seti ya ufunguzi, lakini akamshinda Norway huyo seti 2-1, 3-6, 6-3 na 6-4. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.